Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma. Ni vingi, hata kipindi hiki ambacho kiko live, ili tupate kujifunza neno la Mungu. Kumbuka neno la Mungu lina baraka zote za roho na mwili. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 23. Tutaanza na siri ya 1. Inasema, baraka za Kristo kwa watu wote wamwaminio Yesu Kristo. Waefeso sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 14 inasema, Paulo mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake, na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametunemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na urazi wake aliokusudia katika yeye huyo, yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu. Atavijumulisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake, nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Nini tunafundishwa katika siri hii ya 1 inayosema baraka za Kristo kwa watu wote wamwaminio Yesu Kristo?
Cha kwanza tunakumbushwa kwamba baraka zote za roho na mwili zinapatikana kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Mfano, uzima wa milele unapatikana katika msalaba wa Yesu Kristo. Pia uwezo wa kumiliki vitu vya mwilini kwa ajili ya matumizi ya mwili kama vile chakula na mavazi, yani uchumi kwa ujumla, vinapatikana kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Hivyo mwamini Yesu Kristo upate baraka zote za roho na mwili, maana yeye alishatuokoa mpaka dakika hii. Ndiyo maana tunakaza mwendo ili tuliyoipata katika ulimwengu wa roho tupate kuwajulisha hata wale wengine ambao wamejisahau, pengine bado wanatumikishwa na nguvu za giza, ili wapate kupata utajiri wote wa roho na mwili, baraka za roho na mwili, yani wapate uzima wa milele na wapate baraka za mwili wakiwa duniani hapa katika safari ya kujenga ufalme wa Mungu. Maana dunia hii ni mali ya Mungu na amewapa watoto wake wanaotii sauti yake kwa kufata sheria yake. Siri ya pili, dua ya Paulo kwa watu wamwaminio Yesu Kristo. Waefeso 1 mstari wa 15 hadi 23 inasema: kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake unayekamilika kwa vyote katika vyote. Nini tunafundishwa hapa tunaposoma siri ya pili inayohusu dua ya Paulo kwa watu wamwaminio Yesu Kristo? Cha kwanza kabisa tunapata kujua siri ya kuombeana sisi dhambi zetu zifutwe, na kuombea fikra za watu walio gizani watiwe nuru ya Yesu Kristo, yani waweze kujua injili ya Yesu Kristo na kujifunza na kuiishi, ili wapate kupona na kutawala na Yesu Kristo katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao, ule ambao tumeahidiwa tutapata kufufuliwa na Yesu Kristo. Wateule wa Mungu waliofanya kazi za Mungu, walioshinda majaribu na mitego ya ibilisi shetani, ambao hawakukubali kuwa watumwa wa giza, watapata kutawala na Yesu Kristo maisha yake yote. Kwa hiyo tunakumbushwa kwamba tuwe tunawaombea wenzetu ambao bado hawajapata kuijua nuru ya Yesu Kristo, ambao bado hawajajua siri za Yesu Kristo, jinsi Yesu Kristo alivyoshuka ulimwenguni kuja kufa kifo cha aibu msalabani, wapate kuelewa, wapate kutubu, wapate kurejea na kuacha kwa watumwa wa giza, kutenda dhambi wakiacha, wizi wakiacha, uasherati wakiacha, ibada za sanamu wakiacha, uchawi na ulozi na kafara wakiacha, wakimtumaini Yesu Kristo kwa kila jambo, utajiri wataupata. Tuwajulishe kwa Mungu ni kila kitu kipo, maana yeye aliumba dunia hii. Shetani hakuumba chochote isipokuwa amekuwa mjanja wa
fanya watu waingie mateka na baraka walizopewa na Mungu. Anawatumikisha na kuambia nimekupa mimi. Kumbe alipewa mwanzo mwisho, maana kila mtu hapa duniani amezaliwa na akapewa baraka bure, bila kujali ni mtiifu au sio mtiifu. Na ndio pale Yesu Kristo alikuja akafundisha, akasema mmepewa talanta na ole wake aliyeichimbia talanta, sababu nilimpa talanta akaizalishe, akashindwa kuizalisha. Na talanta ya kwanza aliyotupa Mungu ni uhai. Uhai huu utakuja kutudai kwamba nilikupa miaka 100, nilikupa miaka 80, nilikupa miaka 90, nilikupa miaka 20. Umefanya kazi yangu, umezalisha na kuzalisha. Kila mtu tumepewa talanta kwa kadri yake. Unaweza ukapewa talanta ya ukarimu, kusaidia watu, kutoa misaada, kuhurumia watu, kuombea watu. Timiza wajibu wako. Hili neno linatufundisha. Paulo alikuwa na kiu kuwaombea watu walio ndani ya Kristo ili wapate kudumu katika kweli, na kuwaombea wale watu walioko gizani wapate kuiona nuru ya Yesu Kristo ili wapate kupona na kuokolewa siku ya mwisho. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni tupate kuielewa injili yako kwa kina na kuiishi sheria yako, ili tupate kutawala pamoja na wewe daima katika ulimwengu huu na ule ujao. Amina.